Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mheshimiwa mgeni rasmi, ndugu yetu Waziri wa Kilimo na Uchumi wa Buluu wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, ndugu yetu Suleiman Masudi, Mwenyezi Mungu akuhifadhi. Mheshimiwa mzee wetu na roho yetu, kiongozi wetu wa kiimani Daktari Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana, mufti na shekhe mkuu wa Tanzania, Mola kuhifadhi sana. Mwenyeji wetu kakaangu Sheikh Athmani Ali Kaporo, mwenyekiti wa Jumuiya ya Kuhifadhisha Qur'ani, lakini ndio mtendaji mkuu wa tuzo hii ya kimataifa ya Qur'ani Tanzania. Mheshimiwa mzee wetu Naibu Mufti Zanzibar Sheikh Mahmud Musa Wadi, Katibu Mkuu wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania Alhaji Jabir Nur Mruma, meza kuu yote na mashekhe wote wa wilaya mliokuwepo hapa, pasi na kuwasahau wageni wetu kutoka Mamlakatul Arabia Saudia, wa ala rasihim naibu waziri lishughuli dini Muhammad al-Arifi, pamoja na imamu mtukufu Dr. Badri Turki, na wote mliohudhuria, mabibi na mabwana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa mgeni rasmi, kazi yangu fupi ni kutoa salamu za ofisi ya mufti ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania mjini Dar es Salaam. Nianze kwanza kwa kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala aliyotuwafikisha kuzikamilisha tuzo hizi za kimataifa za Qur'ani tukufu ya mwaka huu 2026 sawa na 1447. Mwenyezi Mungu tunamuomba pia, baada ya kutukamilishia neema hii, basi atukubalie jambo letu hili la kiibada na atuongezee uzito katika nyizani za mema yetu. Nichukue nafasi hii kuipongeza Jumuiya ya Kuhifadhisha Qur'ani Tanzania chini ya kiongozi wake mahiri kaka yangu Sheikh Kaporo kwa kulisimamisha jambo hili. Mwenyezi Mungu awafanyie kila namna ya wepesi na alikamilishe jambo hili. Na pamoja na kuwapongeza, pia nichukue fursa hii kuwashukuru kwamba bado